Yeah? Poleni sana. Wanafamilia, ndugu jamaa, marafiki, viongozi wa serikali uliopo, lakini pia waandishi wa habari. Mimi kwa majina kama nilivyotambulishwa, naitwa Jenerali Jacob John Mkunda, ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Tanzania. Sasa ujio wangu wa hapa leo umeshagusiwa kidogo na kamanda wa bezi hii ya Mwanza, lakini amenitambulisha mimi, lakini pia kuna makamanda ambao nimetoka nao makao makuu ya jeshi. Hao wote ni viongozi wa kijana wetu, walikuwa viongozi wa kijana wetu. Kwa kifupi sana, Jeshi la Wananchi wa Tanzania lina majukumu yake ya msingi. Miongoni mwa majukumu hayo ni pamoja na ulinzi wa amani, kusaidia nchi za wenzetu ambapo amani imetetereka huko kwao. Kwa hiyo tunavyo vikundi vyetu vingi viko nje ya nchi hii kwa ajili ya kutekeleza jukumu hilo la kuwasaidia wenzetu wanaokuwa amani kwao imepotea. Tunacho kikundi chini Lebanon, nje ya Afrika, lakini tunacho kikundi Central Africa kwa maana Afrika ya Kati, lakini pia tunacho kikundi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia tunavyo vikundi vingine viko nchi ya Msumbiji. Vikundi hivi vinaweza vikao huko nje kwa mwamvuli wa Umoja wa Mataifa, lakini pia kwa jumuiya zetu za kikanda. Kumbukeni sisi tunayo jumuiya mbili, tuna jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika ambayo inaitwa SADC, lakini pia tunayo jumuiya nyingine ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunacho kikundi chetu hichi kilichokuwa Kongo, ambacho kiko Kongo, kinajaribu kurejesha amani iliyopotea mashariki mwa nchi ya Kongo ambayo ni majirani zetu. Katika kikundi hicho, kijana wetu John Nyewata John alikuwa ni mmoja wa kikundi hicho kilichokuwa kinatekeleza jukumu hilo la kusaidia wenzetu kurejesha amani huko mashariki mwa Kongo. Kwa bahati mbaya sana na kwa masikitiko makubwa, ilipofika mwanzoni mwa mwaka huu, kikundi chetu kiliingia kwenye mapigano makali na kikundi kimojawapo kinachojiita M23, ambapo kwa bahati mbaya sana kikundi chetu cha Tanzania kilipoteza vijana wawili. Katika vijana hao wawili, mmoja ndio kijana wetu mpendwa, shujaa wetu Private John Nyewata John. Baada ya tukio hilo, zilifanyika juhudi za kurejesha miili yao. Hiyo tukio lilitokea tarehe 27. Tukafanikiwa kurejesha miili hiyo miwili tarehe 12 Februari. Alifariki tarehe 27 Januari mwaka huu, lakini tukafanikiwa kurejesha miili hiyo tarehe 12 mwezi Februari mwaka huu na kumwaga kwa taratibu zetu za kijeshi pale Lugalo tarehe 13, lakini tukajitahidi kuhakikisha kwamba anazikwa tarehe 13 hiyo hapa huku mkoa wa Mara, wilaya ya Musoma.
na mwingine mwenzake alizikwa tarehe hiyo tarehe 13, lakini ni Zanzibar Kiembe Samaki. Sasa mtajiuliza kwa nini niko hapa leo, kwa sababu nimeshasema tulimwaga kwa taratibu zote za kijeshi pale Lugalo tarehe 13 Januari 2025. Wakati tunamwaga, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan hakuwepo kwenye tukio hilo, lakini Mheshimiwa Rais ameguswa sana na tukio hilo la kikundi chetu kupoteza vijana wawili huko Kongo. Kwa hiyo amenituma nipeleke salamu za rambirambi kwa vijana hao wawili ambao walipoteza maisha yao wakiwa wanatekeleza majukumu yao kwenye nchi ya wenzetu ambao ni nchi ya Kongo. Kwa bahati nzuri, Jumanne ya wiki hii nilifanikiwa kufika kwa wazazi wa Mohamed Abdalla ambaye ni mwenzake. Sergeant Mohamed Abdalla ni miongoni mwa vijana wawili waliopoteza maisha hapo Kiembe Samaki Zanzibar, na nikafikisha salamu za pole, salamu za rambirambi za Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo nimefika hapa sio salamu zangu, nimeleta salamu za pole za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo ameguswa sana na tukio hili au na vifo vya hawa wapiganaji wetu mahiri wawili. Leo nafika hapa kuwasilisha salamu za pole za rambirambi kwa kijana wetu Private John Nyawata John ambaye alipoteza maisha kama nilivyotangulia kusema tarehe 27 Januari mwaka 2025. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Rais amenituma niwasilishe ubani wake kama ilivyo ada na mila na desturi za Kiafrika. Huwa kuna ubani unawasilisha pamoja na salamu za pole. Kwa hiyo kwenye tukio hili nitawasilisha pia ubani kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ameguswa sana na anawatakia subira wazazi, ndugu, jamaa wa marehemu kijana mpendwa wetu Private John Nyawata John. Anatambua ni jinsi gani wakati mgumu mlionao mnaopitia kwa hivi sasa, lakini amenituma niwaeleze kwamba yuko pamoja na ninyi. Kijana John alikuwa ni askari mahiri na alikuwa anatekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa, lakini kama ilivyo sisi wa Kristo, mara nyingi tunaamini kila linalotokea duniani basi limepangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu, sisi tulimpenda, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Kwa hiyo ndugu wana familia, kio na maana baba, mama, ndugu, lakini pia na majirani pamoja na viongozi wa serikali wa mitaa hapa mliopo hapa, sote sisi tumeguswa sana na hili tukio, na nipende kusema kwamba huu msiba sio wa kwenu pekee, ni msiba wa Tanzania nzima na wala sio wa jeshi la wananchi peke yake, kwa sababu kijana wetu mpendwa wetu Private John alikuwa anatekeleza majukumu ya kitaifa. Alitumwa na taifa kwenda kuwasaidia majirani zetu kurejesha amani iliyopotea. Mnafahamu tumekuwa tukifanya kazi hizi toka enzi ya mwanzilishi wa taifa letu, baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, kusaidia nchi za majirani hasa kusini mwa Afrika ambapo amani inakuwa imepotea. Tumefanya kwa muda mrefu shughuli hizi.
Kwa hiyo niseme tu ujio wangu wa leo ni huo, kuwasilisha salamu za rambirambi za Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, pamoja na ubani kidogo ambao nitawasilisha hivi punde. Kama nilivyosema, ni desturi na mila za Kiafrika. Nawashukuruni sana ndugu wanafamilia wote, jamaa na marafiki, viongozi mbalimbali wa serikali na za mtaa huu, pamoja na waandishi wote.